Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, jambo linaendelea kuwa zito na ni kwamba baada ya Zailisa kudondosha madongo kwenda kwa Manara na kutoboa siri nzito za Manara, ni kwamba mambo yakaendelea kuwa mazito, kwa sababu kwenye caption sasa akamrukia pia Mange Kimambi, ambapo inasemekana kwamba mwanadada Mange alishaanza kuzungumzia hizi habari, akianza kutangaza sifa mbaya kumhusu bibie Zailisa, kwamba heti Zailisa alikuwa akinyanyasa watoto wa Manara na hiyo ndio sababu ya mgogoro katika ndoa yao, kitu ambacho Zailisa amekuja kukipinga vikali baada ya kudondosha tu hilo dongo kwenda kwa Manara moja kwa moja. Pia akamgeukia Mange Kimambi na kumwekea ujumbe wake vile vile. Umeona bwana, sasa ujumbe wa Zailisa kwenda kwa Mange Kimambi nao ulikuwa Zailisa alikuwa ameamua sasa kuweka vitu clear kwamba sasa kwa hapa alipofika, kama wameamua kuachana na Manara, basi anataka azungumze kila kitu, akiweke bayana, kwa sababu watu wengi sana wamekuwa wakimsema vibaya kutokana na baadhi ya habari ambazo zilikuwa zinasambaa mitandaoni, hususan kwa Mange akiwa anadai kwamba Zai ananyanyasa watoto wa Manara na ndio sababu ya Manara kugombana na Zai mara kwa mara. So kwa mujibu wa Zailisa anataka kuweka vitu bayana, ukiachana na vyote alivyovizungumza ambavyo tumeshazungumza katika video iliyopita, ya kwamba Manara alikuwa kumbe ana tabia ya kumtongoza au kumapproach, kumshikashika binti ambaye alikwenda kukaa pale nyumbani kwa Zailisa na Manara, ambaye huyu ni binti wa dada wa Zailisa, alienda pale kukaa likizo, ni mtoto ambaye hajafikisha umri wa miaka 18 inavyosemekana. So Zailisa alizungumza hivyo katika post yake ambayo sasa hivi ameifuta, lakini sasa then baada ya hapo sasa akamgeukia Mange Kimambi kumwambia kwamba yuko tayari hata kufanya interview ili mradi tu azungumze yote maovu ambayo alikuwa anayapitia katika mahusiano yake yeye na Haji Manara. Sasa basi Zailisa ameandika ujumbe huu hapa kwenda kwa Mange Kimambi. Amemwandikia kwamba Mange Kimambi amemtagi kabisa: naona uliletewa habari za uongo kwa lengo la kunichafua. The time is now. Nitafute mwenyewe nikupe za ukweli. Hata interview raundi hii nitafanya, nitoe maovu na uchafu wa huyu baba wote. Afa kamtagi pale Haji pia vile vile, akaandika Haji Manara, this time umeyakanyaga. Naona una posti vistatus vyako vya kunidhalilisha. Sasa sitaki tena na sitakaa kimya. Umeona bwana Kwa hiyo ndio habari mpya ambayo Zailisa ameamua kuizungumza kwenda kwa Haji Manara. Lakini kuishia hapo, Zai akaendelea kusema kwamba umeona, nimegundua vitendo vyako vichafu vya kulala na mahausgeli na kutongoza watoto wa miaka 17 wa damu yangu. Umeenda kuzua kwamba mimi namnyanyasa mtoto wako. Mambo hayo bwana, hii ni accusation nzito kweli kweli. Hapa Zailisa ameiandika katika ukurasa wake wa Instagram, ambapo sasa hivi amefuta, lakini bado screenshot zipo as usual. Wadau walikuwa wameshaigonga screenshot na wako nazo bwana. Unaona bwana, kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo vinasemekana kwa mujibu wa Zailisa alivyoandika. Akaendelea kusema kwamba baada ya kuandika hivyo kwamba unaona, nimegundua vitendo vyako vichafu vya kulala na mahausgeli na kutongoza watoto wa miaka 17 wa damu yangu, yani wa ndugu zake. Alafu akaendelea kusema kwamba umeenda kuzua kwamba mimi nanyanyasa mtoto wako. Mimi like seriously, wananijua kabisa, wanaonijua mimi ni mtu wa aina gani. Kila mtu anakushangaa. Umeona Akaendelea hapo kwamba kila mtu anakushangaa. Akaendelea hapa kusema kwamba Lulu ameandika hivyo Zailisa. Then hapa kuna wadau of course wamekuja kuweka maoni yao hapa. Kuna watu wengine hapa wamekuja wameandika mtume. Watu wengi sana wameshangaa kuona hivyo, lakini pia kuna baadhi ya page ambazo zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna page hapa wameandika kwamba bwana, nyie tuweke pembeni kidogo mambo ya mpira. Kuna vita inaendelea kati ya Manara na mkewe Zailisa. Haji anatembea na dada wa kazi wa nyumbani kwake. Mambo hayo. Page nyingine hii hapa wamekuja wameripoti na wengine nao pia wakaandika hapa chini kwamba bwana, kimenuka. Kwa hasira Zailisa amemlipua Haji Manara. Ni baada ya taarifa za kudai kuwa Zailisa ananyanyasa mtoto wa Manara. Zailisa anadai kwamba mumewe huyo ndiye anayemzushia hayo mambo ya uongo baada ya kugundua kwamba Manara haheshimu ndoa yao. Pia vile vile anatembea na housegirl na kumhadaa kimapenzi mtoto wa miaka 17 ambaye ni mtoto wa dada yake Zailisa. Mambo hayo.
Umeona bwana, kwa hiyo jambo limekuwa zito kiasi hicho, na wadau mbalimbali bwana, kama kawaida, kama ilivyokuwa ada huko mitandaoni, watu lazima waje waweke maoni yao, na hapa nipo na comments ambazo zimejitokeza kuhusiana na hiyo situation ambayo Zailisa ameizungumza, na this time around yuko tayari, amesema kwamba yuko tayari hata kufanya interview na Mange Kimambi ili mradi tu aweke vitu vyote clear. Haya, so hapa kuna mdau hapa anaitwa Miss Reni, anasema kwamba bwana makubwa, kwani kuna nini kinaendelea? Huyu alikuwa afahamu nini kimehappen, kwa hapa amekuja kuuliza kwamba kuna nini kinaendelea. Lakini ukiachana na hilo, mdau mwingine huyu hapa anaitwa Hadija Official, anasema kwamba bwana Snura akasema kwamba hataki nyimbo zake. Okay, haya, kwa mdau anasema kwamba bwana kosa vyote but make sure uko na wifi, unashinda online, maisha ni mazuri. Mambo hayo ya wapenda udaku. Kuna mtu anasema kwamba bwana kuna mtu anasema kwamba ila jamani nyinyi haya mambo mbona yamekuwa ni mazito hivi, nimeumia sana. Ngoja kwanza ni okay, haya. Kwa mtu mwingine hapa amekuja na yeye pia ameweka comment kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea. Nataka niendelee kusomea hapa maoni bwana. Kuna mtu anasema kwamba bwana mbona mambo yamekuwa mengi. Kuna mtu anasema bwana Simba imeshinda, hayo mengine kiukweli sisi hayatuhusu. Kuna mtu mwingine hapa amekuja amecomment kwamba huyu dada si alifuata hela na umaarufu, hayo mengine ajifanye kama vile hajayaona, ila kama angetaka mapenzi na upendo angebaki kwa Dula Makabila. Kwa mtu ameandika hivyo. Kuna mtu anasema kwamba kiukweli sisi tuko pamoja na Manara mpaka mapenzi yamtoe roho. Kuna mtu ameandika hivyo. Hii ni kutokana na kwamba inaonekana kwamba Manara kila siku kila akipata mke lazima wagombane, kila mtu achukue 50 zake. Haya, kwa mtu anasema kwamba bwana leo mchawi bando tu, hakikisha hukosi bando. Kwa mtu anasema kwamba bwana kwani Mange amelala, mbona hili jambo hajatoa reaction yoyote? Kwa mtu ameuliza hivyo. Kwa mtu anasema kwamba bwana kwanza huyu Zai kwa nini ameniblock, mimi sioni anachoposti jamani. Kwa mtu anasema bwana nilikuwa natamani sana waachane jamani, Dula mganga wake kaweza. Natamani nimtumie hata voice ajue kinachoendelea. Kwa nini bwana Zai amelewa au nini? Maana jinsi anavyompendaga mume wake, imekuwaje leo hii ameamua kumvua nguo? Kwa mnasema kwamba bwana Zai apokonywe simu jamani, atatoboa siri nyingine ambazo hazitakiwi kusemwa. Kwa mnasema kwamba bwana wana Simba hata raha za ushindi hazijaisha, yanakuja mengine. Tumempa nini Mungu jamani? Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema kwamba bwana vuaneni hizo nguo, mambo sisi tuyaone hadharani. Kwa mtu amekuja amecomment kwamba kumekucha. Kwa mtu amekuja amecomment anasema kwamba bwana hivi Dula anavyowaambia yeye ndiye msanii anayeongoza kwa kupenda waganga, hamuelewage. Haya sasa, ng'ombe wa maziwa ameisha uwawa huko kwa sumu. Kuna mtu ameandika hivyo. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, hebu weka maoni yako. Ni kwamba Zailisa sasa amegeuza kibao kwa Mange kwamba yuko tayari kufanya naye interview ili mradi tu ayazungumze yote ambayo yanaendelea, ayatoe yote ya moyoni, ayazungumze kuhusiana na maovu ambayo amekuwa akiyapitia kwa muda mrefu, ambayo amekuwa akiyavumilia kwa muda mrefu. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.